natamani kujua kuna kauli na sema sasa hivi, kwa sababu tumefikia kipindi cha uchaguzi na wewe ni mkurugenzi lakini pia ni mtania unakwenda kushiriki kwenye uchaguzi. Watu ambao wanakwenda kushiriki kwenye uchaguzi wanaonekana kama wametumwa, wasaliti, na jinsi nimesikia pia mwenyekiti makamu mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo Chadema, wao wana hiyo kauli yao ya reform na election, lakini alisema kwamba wanaodhani kwamba uchaguzi utawezekana ni watu ambao wamenunuliwa na CCM. Natamani tukuia hapa, nyinyi mnakwenda kushiriki uchaguzi na tayari mmeshatia nia hapa, unaizungumziaje kauli kama hii? Kwanza niseme kitu kimoja. Kauli inayotolewa na viongozi waandamizi wa chama cha demokrasia na maendeleo ni kauli inayo kera kidogo, kwa sababu huwezi kutoa kauli ya jumla dhidi ya wanaokuwa na msimamo tofauti na wako. Sisi CUF chama cha wananchi tuliridhia chama cha Chadema walivyokuwa na msimamo tofauti na sisi. Kwa mfano, wakati sisi tukiwa tunapambana kupata reforms, kupata marekebisho ya katiba na mabadiliko ya sheria mbalimbali ili hatimaye tupate uchaguzi huru na haki mwaka 2025, wao Chadema walikuwa wanasema kwamba hawawezi kupambana kwa ajili ya kutafuta reforms kwa sababu wao wanaamini juu ya katiba mpya na sio kitu kingine. Na wakati huo tukiwa tunashiriki kupitia kikosi kazi kwenda kutoa maoni, kuangalia kitu gani cha kurekebisha, mpaka hatimaye ikapatikana sheria ya tume huru ya uchaguzi, hii ambayo imeunda tume huru ya uchaguzi hapo kinadharia. Wenzetu walisusia vikao hivi, walikuwa wanaenda Ikulu kukiwa kuna maridhiano yanayosomeka kwamba ni maridhiano baina ya Chadema na serikali kama CCM au kwa maana ya muhimili wa rais. Lakini sisi wa Tanzania wote mpaka sasa hivi, wakiwemo wale wanachama wa Chadema, hawajui ni kitu gani chama cha Chadema kilikuwa kinaongea na rais. Walipokuja baadaye baada ya maridhiano yao kugoma, wamekuja na lugha ya kutaka reforms, lakini reforms hizi wanazozitaka ukiwasikiliza kwa makini, miongoni mwa wanayoyadai ni yale tuliyokuwa tunayashughulikia sisi katika kipindi ambacho wao walikuwa hawako tayari kukaa na sisi, wakiamini kwamba hakuna chama cha kukaa nacho isipokuwa ni lazima wao waende wakiwa peke yao, wanaenda wakiwa peke yao, wakiwa na maridhiano wao na Ikulu. Napenda kuwakumbusha kwamba tunapodai tume huru ya uchaguzi, tayari kuna sheria ya tume huru ya uchaguzi, na ndio maana sisi tukitoka hadharani tunasema sisi hatuhitaji kuzungumzia tena kupatikana kwa reforms. Sisi tunahitaji kutekelezwa kwa reforms zile ambazo zimepatikana kwa kiwango kile ziweze kutekelezeka. Kwa mfano, tumepitisha sheria ya kuundwa kwa tume huru ya uchaguzi ambayo hatimaye ilipelekwa bungeni na ikapita kwa maana ya kupitishwa na bunge. Tunachokihitaji sasa, sheria ile ifanye kazi. Wale watumishi wanaoonekana wanatakiwa wapatikane kwa mchakato maalum, basi wapatikane kwa mchakato huo. Ndicho tunachokihitaji sisi. Ukiturudisha katika reforms, maana yake unaturudisha katika kudai katika zile hatua za awali ambazo sisi tulivuka. Lakini wakati wao wakiwa wanaenda Ikulu, nimesema sisi CUF tuliwavumilia. Tunaamini kwamba katika mapambano haya njia ziko nyingi. Hatukuwa rushia mawe, hatukuwa tukana, wala hatukusema kwamba wanatumika, kwa sababu tulikuwa ni rahisi sisi kusema wao wanatumika, kwa sababu walikuwa wanamfuata yule anayedaiwa kuwa anawatumia watu. Walikuwa wanaenda Ikulu, mazungumzo yalikuwa yanafanyika Ikulu, lakini sisi tuliamini kwamba katika mapambano haya ya kudai haki, ya kudai demokrasia ndani ya nchi yetu, yeyote atumie njia yoyote anayoona ni muafaka, maadamu katika hiyo njia hakuna usaliti ndani yake. Sisi tunaendelea tulipoishia, kwa sababu tulihitaji reforms na sasa tunahitaji utekelezaji wa reforms. Kwa hiyo na wao wanapaswa kutuheshimu sisi. Mambo mengi yaliyotokea katika siasa zetu na hatimaye kuiruhusu CCM kufanya chochote kile ambacho wanaweza wakafanya kwa sababu ya kuona sisi hatujaungana, ni kwa sababu ya tabia hizi baadhi ya vyama kuona kwamba wao wakitoka mbele wao watakuwa wanaelekeza mabadiliko, lakini wanachotaka kufanya wenzao wao hawezi kuwaunga mkono. Tunasema hivi, wanachokifanya Chadema leo ni kile ambacho sisi tulikifanya miaka 3 iliyopita, wao wakiwa hawako tayari kushirikiana na sisi, lakini wao walikuwa wana mipango yao ya kwenda Ikulu, wanaenda wanatoka. Nyinyi waandishi mnajua, na mpaka sasa hivi imebaki kuwa fumbo. Hakuna anayejua Chadema walikuwa wanaongea nini na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania au watumishi wengine wa Ikulu. Kwa hiyo tunapenda wananchi watuelewe
kwamba sisi ambao tumeamua kuingia katika uchaguzi huu, tunaingia katika uchaguzi huu kwa sababu tunazo sababu za kuona kuingia katika uchaguzi ni bora zaidi kuliko kususia. Nimetoa mfano hapa. Sisi tulisusia uchaguzi wa mwaka 2015 kule Zanzibar. Athari ya kususia uchaguzi wa mwaka 2015 Zanzibar ni kukosa nguvu katika baraza la wawakilishi na kuwapa CCM nafasi ya kuweza kutunga sheria yoyote wanayoitaka. Hatutaki tena tuumie, mtu mzima aumu inanyoka mara mbili katika shimo moja. Kwa sababu hiyo ndio maana sisi tumechagua kufanya hivi. Kwa sababu wanachelewa kujifunza, wanajifunza baadaye. Naamini ipo siku na wao watarudi tena kwa wananchi kusema haya tunayoyasema sisi leo.